So kama kuna mtu ambaye anaweza akawa na taarifa ambazo mpenzi wako hana. Swali langu Gaston, ni kwamba serikali imeonya kuhusu hatari ya ukoloni mamboleo wa kidijitali katika matumizi ya akili unde kwenye sekta ya afya. Je, Tanzania inapaswa kuweka mikakati gani ili kutumia teknolojia hii bila kupoteza mamlaka yake kidijitali? Asante. Nimekuwa ni mjadala ambao nimekuwa nikijihusisha nao muda mrefu hata kwenye vipindi vyangu, na kwa sehemu kubwa mimi naweza nikasema kuna kama tuseme mikakati mitatu ama njia tatu naweza nikazizungumzia ambazo za haraka haraka. Kwanza kabisa ni serikali kuanza kuwekeza kwenye uhifadhi wa data zetu, kwa sababu najua ni gharama. Juzi nilikuwa nimemsikia rais wa Kenya William Ruto akiwa anasema kwamba aliwahi kutangaza kutaka kujenga data center, lakini akagundua kwamba alipokuja kuambiwa gharama zake akagundua inabidi azime nusu ya umeme wa Kenya ili aweze kuhudumia data center moja. Lakini sio mwisho wa sisi kulinda data zetu. Uwekezaji ni mkubwa. Kuna hata hizi tu aina ya sehemu tunapoweka data zetu za afya, ni kitu ambacho tunaweza tukakilinda kwa namna nyingi hata kama bado hatujawa na data center ambazo wanazo wenzetu. Lakini kitu cha pili ambacho ni muhimu sana ambacho serikali unaweza wakakifanya ni kuweka sera ambazo zitakuwa zinajikita kwenye kuhakikisha kwamba tuna ulinzi wa data zetu. Naposema sera, maana yake ni kwamba tuondoke sasa kwenye kile kipindi ambacho tutakuwa tunategemea utashi binafsi wa kiongozi fulani akiwa madarakani ndo anashughulika na hilo jambo. Kuwe na sera kabisa ambayo ukianzisha kwa mfano kampuni, na hii inafanyika hata dunia nzima. Juzi Marekani wametangaza kwamba sasa hivi tunaanza kuangalia, endapo unataka kuanzisha kampuni mpya ya AI lazima uje tuchunguze kwanza, tukupe kibali. Sasa nchi ambayo ina uhuru mkubwa kama Marekani, kama imeshaona hivyo na wao wana madata center, jiulize sisi inabidi tujipangeje. So inabidi kuwe na sera ya wazi. Lakini kitu kingine ni kwamba, na naposema sera ni kwamba kampuni ikianzisha biashara yake ya AI ama chochote huduma yake inayohusu AI hapa, especially kwenye upande wa afya, wahakikishe kwamba kuna uwazi wa hivi AI yako ambao unawekeza kwenye wizara, kwenye hii sekta ya afya, ipoje, inafanyaje kazi, data zake zinahifadhiwa vipi. Tuna scenario ilitokea, tulijengewa hapa makao makuu ya Umoja wa Afrika Ethiopia, lakini siku moja ikatokea kwamba wanagundua data zinaondoka usiku zinaenda somewhere China. So ni vitu ambavyo vimetokea kwenye level hiyo. Sasa jiulize kwenye level za chini za hospitali ni data ngapi ambazo watu zinaweza zikaondoka, ama kama hatuna sera zinazojielewa kwenye kujilinda. Lakini la mwisho kabisa na la tatu naloweza kuliwaza haraka haraka ni serikali ijikite kusomesha wataalamu wetu. Nimeona juzi kulikuwa kuna program ambayo rais alitangaza, ambayo tulijadili pia kwenye baadhi ya sessions zangu. Wataalamu wanaondoka hapa kwenda kusoma Urusi, na ilikuwa ni masuala haya ya AI. Kwa hiyo program kama zile inabidi ziwe nyingi sana, na nchi kama Urusi inatusaidia kama hivyo, lakini kuna sisi wenyewe inabidi tuingie mfukoni, kwa sababu huwezi kutegemea tu mtu akusaidie kwenye hizo program za mabadilishano. Inabidi serikali ijikite upo, tuhakikishe kwamba baada ya miaka fulani tunajiwekea labda miaka 5, kwa sababu ukweli ni huu, hata wataalamu wanakubaliana jambo moja kwamba hakuna anayejua miaka 5 itakuwaje kwa spidi ya AI ilionayo sasa hivi. Kwa hiyo uwekezaji ambao tunahitaji kuweka ni uwekezaji wa makusudi na wa ndani ya muda mfupi, tuwe tumesomesha watu wengi iwezekanavyo, angalau wawe na zile basic za jinsi ya kujilinda watu wetu wa ndani. Kwa hiyo tunahitaji wataalamu wengi wazawa, tunahitaji sera nzuri, na zaidi ya yote tunahitaji uwekezaji kwenye kutunza hizi data zetu. Kwa kuzingatia wasiwasi wa serikali kuhusu utegemezi wa teknolojia za kigeni, Tanzania na wataalamu wa ndani wanawezaje kujenga uwezo wa kutengeneza na kusimamia mifumo ya akili mnemba inayokidhi mahitaji ya afya kwa Watanzania? Kwanza tuwekeze kwenye tafiti, vyuo vikuu, tafiti ambazo zinafanywa sasa hivi, serikali ianze kuziwezesha zile tafiti zinazohusu AI na kutoa hayo mazingira ya wataalamu wetu kuanza kufanya tafiti huru zaidi.
Lakini narudia tena kwenye lile swala nilozungumza hapa, sera kwenye kila mahali. Sera ni kila kitu, kwa sababu na nalizungumza hili kwa sababu changamoto kubwa ukiangalia ya nchi za Afrika kiujumla, mara nyingi ni kutegemea utashi binafsi wa viongozi, na hii inaenda hata kwenye umoja tulionao wa Afrika Mashariki. Yes. Naenda slow kwa sababu utashi fulani, akija mtu ambaye labda ana vipaumbele vingine, kunakuwa huku nyuma hakuna sera zinazowaongoza watu ambao wanafuata. Kwa hiyo sera itakuwa ni muhimu, lakini pia kuwekeza kwenye hizo taasisi. Na kitu kingine cha zaidi ni kwamba, ambacho nadhani naweza tukazungumzia zaidi huko mbele, ni kwamba ukiangalia mifumo ya taarifa kwa miaka mingi ya Afrika, tuliwekeza kwenye watoa taarifa, na ndio maana unaona kuna taasisi nyingi zinazoshughulikia sisi ambao tunatoa taarifa. Lakini tuko kwenye dunia ambayo tunahitaji elimu kwa wapokea taarifa. Napenda kutumia huu msemo wa Kiingereza kwamba information is not the truth. Taarifa sio ukweli. Sasa kumekuwa na hiyo, tunachanganya hayo mambo. Miaka mingi tulikuwa tuna njaa ya taarifa, kwa hiyo taarifa zilikuwa zinachukuliwa, zinakusanywa. Sasa hivi tuko kwenye ulimwengu ambao shida sio taarifa, shida ni uchambuzi wa hizo taarifa. So wananchi, watu wa chini wanaofuatilia hizo taarifa wanahitaji kujua. Kwa mfano kwenye sekta ya afya, wananchi wanahitaji kujua hivi ni taarifa ipi ambayo ni asiri ya kutoa. Yani mtu mmoja mmoja awe sensitive akiulizwa, kwa sababu ndugu yangu hapa tutakubaliana kwamba unaweza ukaziba huku kwenye mahospitali yetu, lakini kuna application kibao ambazo zipo za afya, watu wanatoa ripoti zao kule. Kwa hiyo tunahitaji wananchi wenyewe waweze kujua kwamba hivi sasa hivi online, navyoingia online, ni taarifa gani sitakiwi kuitoa na kwa nini sitakiwi kuitoa kuhusiana na afya yangu. Sasa labda tutajadili mbeleni kwamba hivi hatari zipo wapi, sababu kuna mtu mwingine akisikia hivi kwamba tunazungumzia hivi AI na afya zetu na data zetu, haelewi ni kwa nini ni hatari. Kwa hiyo nafikiri ni hayo mawili naweza nikazungumzia kwa haraka haraka. Na serikali imeeleza umuhimu wa kulinda taarifa za kimatibabu kwa wananchi. Ni hatua zipi sasa zinapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha data za afya zinabaki chini ya usimamizi wa kitaifa na zinatumika kwa manufaa ya wananchi tu? Kwanza, kwa nini hivi? Kwa nini data zangu za afya zikiwa nje, ni nini kitatokea? Nielezee tu kwa faida ya yule ambaye anatufuatilia hapa kwamba tupo kwenye dunia ambayo binadamu anaweza kuwa hacked. Yani kama unavyoona kompyuta, unaweza ukamhack binadamu na ukajikuta unafanya maamuzi ambayo we mwenyewe ukuwa umepangiwa kwenye level tu binafsi. Sasa namna mtu kukuhaki ni kukupa taarifa ambayo itakugusa na wewe ukafunguka, ukatoa taarifa nyingine ambazo zitamwezesha yeye kuwa na uwezo kuliko wewe. Ndicho kinachozungumzwa hapa kwenye kuhaki. Sasa moja ya sehemu ambayo binadamu huwa hana uwezo nayo ni ishu ya afya, na ndio maana unaweza ukawa una matatizo mengi sana ya kimaisha, lakini ukishaanza kuugua tu, maswali yote ya maisha huwa yanaisha, linabaki swali moja: nitapona lini? Sasa kutokana na sensitivity hiyo ndio maana ukienda pia mahospitalini hakuna mtu anabagain dawa kwamba ni shilingi fulani, ukitajiwa unatoa. Sasa unaweza ukaona jinsi ambavyo sekta ya afya ni nyeti kwenye maisha ya binadamu. Imagine mtu ambaye anajua taarifa za wewe unaumwa ugonjwa gani, anajua wewe unajisikiaje ndani yako, kwa sababu sio magonjwa tu ya virus, kuna magonjwa ya kiakili pia tunazungumzia hapa. So imagine mtu ambaye ana data za kijiji chenu, wilaya yenu, mkoa wenu, mji wenu, nchi yenu, bara lenu linasumbuliwa na magonjwa gani. Huyo mtu ana taarifa ambazo hata ndugu zako wengi hawana, na ndio dunia ambayo tunaishi sasa hivi. So kama kuna mtu ambaye anaweza akawa na taarifa ambazo mpenzi wako hana, na hii ni research kabisa imefanyika kwamba Facebook kwa kutumia likes chini ya 100 ambazo unafanya kwenye mitandao, wana uwezo wa kuelezea vizuri kuhusu wewe kuliko hata mpenzi wako, kuliko mzazi wako. So sidhani kama wananchi wanaelewa unyeti wa data, kwamba binadamu akishakujua kwenye level hiyo anaweza kufanya na wewe chochote.
Sasa kwenye afya inakuwa ni nyeti zaidi. So mwananchi akielewa huu nyeti atakuwa anajua, anakuwa sensitive sana na taarifa ambazo anazitoa na anatoa kwa nani. Hiyo ni moja. Kingine ni, kwa hiyo nazungumzia uelewa. Nimejaribu kutoa uelewa kidogo ambao sasa kupitia elimu serikali inaweza ikatoa elimu kwa wananchi, ikawa ni kampeni kabisa kubwa kwamba jamani, tunalinda data kama sisi kama serikali, lakini walinzi wakuu ni nyinyi wananchi. Kingine sasa ambacho kitasaidia pia kukuza huo utamaduni wa kuwa sensitive na issue za data za afya, ndio kitu kama hicho, kwamba ziwepo sera za wazi kabisa kwamba hata kama ni mtu wa kijijini, umeanzisha hospitali kule, unakusanya data za wanakijiji kuhusiana na afya, lazima kuna sera zinatoa mwongozo. Tuambie unahifadhi vipi data zako. Sekta binafsi, data za watu wako wa afya unazihifadhi vipi? Je, kwa mfano kuna issue za software. Je, software ambayo ndo tunatunza data za hospitali fulani au za mkoa fulani zinalindwaje? Zipo wazi vipi? Maduka ya dawa, watu wanawekeza kwenye haya maduka, data zao zinaenda wapi? Kwa hiyo inahitajika polisi jamii na polisi ya kisera ambayo itaweza kuhakikisha kwamba tunapata ulinzi wa hiki kitu, kwa sababu natamani jamii yetu ielewe hatari iliyopo ya hiki tunachokiona, ingawa sio hatari kote, lakini kuna hatari kubwa sana. Na kwa mtazamo wa serikali, utegemezi wa mifumo ya akili unde inayomilikiwa na kampuni za nje unaweza kuleta changamoto zipi kwa uhuru wa kiteknolojia kwa Tanzania, na suluhisho lake linapaswa kuwa lipi? Tusichukulie tu kama ina athari, ina faida zake, lakini nitakupa mfano wa kile kilichotokea juzi, kwa sababu iko hivi. AI, hatari iliyopo sio, na kila mmoja aelewe hiki kitu kimoja, kwamba hatari iliyopo sio AI itatufanya nini, ila watu ambao wanaitumia AI watatufanya nini. Juzi imetokea Zimbabwe kwamba Marekani walibadilisha sera ya afya kwa nchi za Afrika, na wakawa wametaka data za afya za Zimbabwe, ambapo Zimbabwe wamekataa. Na ukijaribu kuangalia ni data ambazo watu wanahitaji kwa level kubwa, lakini wao walivyoomba hizo data kwamba okay, sisi mmesema tunashare na nyinyi hizi data kwa lengo la kuweza kutengeneza, labda muweze kujua magonjwa yajayo. Walitoa sababu zao Marekani, basi na nyinyi tuonyesheni za kwenu ili tuzitumie pamoja, kwa sababu ndio mfumo wa sayansi. Unavyoona bomu la nyuklia halikutengenezwa tu na mwanasayansi mmoja, lilianzia Ujerumani likaenda huku kwa pamoja tukapata hivyo. Ukiingia teknolojia zote, hakuna mtu ambaye ana kila kitu, ni huku kidogo huku kidogo huku kidogo. Kwa hiyo tunashare kama wanasayansi, lakini wa Marekani wakakataa, so Zimbabwe wakakataa. Lakini tujiulize, tunaweza tukakataa hadi lini? Na je, kama wamekataa kwenye media, tunafahamu kwamba watu ambao wamepewa ile nafasi hawatatoa kwa mlango wa nyuma? Tuna huo uhakika. So mara nyingi wanasema kwamba Afrika hatuna tatizo hata kidogo la kiutawala. Tatizo tulilonalo ni la kijamii, level ya mtu binafsi, kwa sababu unaweza kukataa mbele ya jamii, lakini ukiwa peke yako unafanya. Ndio tofauti yetu na watu kama Ulaya na sehemu nyingine. Wenzetu kidogo anajilinda sana anapokuwa mbele ya jamii, na hata akiwa peke yake mfumo unambana. So sisi tunahitaji mfumo ambao watu wetu ambao tunawategemea kwenye hizo sekta wanaotunza hizo data wawe na uadilifu wa kutosha, wachujwe kwa umahiri, lakini pia mfumo uwe mgumu sana kwa mtu mmoja kupiga okay ya kutoa hizo data zetu. Na ili kukabiliana na changamoto ya ukoloni mamboleo wa kidijitali, hasa katika enzi hizi za akili unde, ni uwezo gani wa kiteknolojia, kisera na kitaaluma ambao serikali, taasisi za elimu na watafiti wa Tanzania wanapaswa kuujenga? Naweza kusema mwisho wa siku ni hatutaweza kukaa nje ya huu mfumo, kwa sababu kiukweli ukiangalia umuhimu wa AI na faida zake ni kubwa, lakini hatutaweza kusema kwamba hatutaki, ila ni namna gani ambayo tukiwa nao tutajilinda. Hicho ndio kitu cha msingi sana, kwamba je, AI, kwa sababu hata wao wanaoimiliki AI ni binadamu kama sisi. Je, hiki wanachotuambia tunajiuliza vya kutosha kwamba wanataka hiki ili nini kitokee? Kwa hiyo cha msingi ni hivi, kampuni
ambazo kwa mfano zinazoendesha hayo masuala ya AI zikija kuwekeza kwenye nchi zetu za Afrika, unaweza ukawaambia kwamba lazima kuwe na huo uwazi wa jinsi ambavyo tunavyoshare hizo data. Lakini kitu kingine ni kwamba ni lazima, najua kuna watu wanawaza kama alivyosema rais wa Kenya William Ruto, na nafahamu pia ishu ya gharama ndio changamoto yetu, lakini endapo nchi za Afrika zikielewa hatari ama possibility iliyopo ya nini ambacho kutolinda data zetu inaweza ikasababisha, utagundua ni hasara kubwa sana kuliko ya pesa ambayo tutatumia, angalau tukaanza kutengeneza mifumo ambayo itabakiza ama kuhifadhi data zetu hapa, na tuwe na uwezo wa kusema ni metadata gani zitoke na ni kwa sababu sisi hatuwezi kuwa kisiwa, tuna share data na dunia. Kuna watu wana share kwa nia nzuri, na sitaki ya mazungumzo ya sound kama hawa watu wana nia mbaya na sisi ndio maana wanataka taarifa zetu. Hapana, kuna wakati wana nia tu njema, lakini sasa mambo mengi mabaya yametokea kwenye watu walio na nia njema. Kuna yani, hata ukiwasikiliza wanasayansi waliotengeneza bomu la nyuklia watakuambia walikuwa na nia njema. Kwa hiyo nia njema pekee haitoshi, ndio ninachojaribu kusema hapa. Kwa hiyo tusioperate kama watu ambao tuna fight vita, tuoperate kama watu ambao tunatafuta namna nzuri ya kuishi kwenye hii dunia mpya tunayoingia. Kwa hiyo tusipambane, tuangalie, je, tunashirikiana? Na yule ambaye anakataa ushirikiano tutamjua, na tukimjua tujiulize kwa nini anakataa huo ushirikiano. Kama yeye anakataa, kwa nini sisi tukubali? Kwa hiyo nadhani serikali zetu zianze kuliangalia kwa mtazamo mwingine. Tusione tu mambo ya pesa, kuna mambo kibao tunagharamia ambayo hayana sana umuhimu mkubwa kama hiki ambacho tunakiona. Kiukweli serikali za Afrika zinahitaji kutengeneza mifumo ya kulinda data zetu, ni muhimu mno. Ni kushukuru sana Grayson kwa uchambuzi wako huo juu ya tahadhari hiyo iliyotolewa kuhusu tishio la ukoloni mamboleo wa kidijitali kufuatia kuanza kwa matumizi ya akili unde katika sekta ya afya. Asante sana kaka. Shukran sana.